Chama cha ACT Wazalendo kimetangaza kupinga na kukataa kabisa tume iliyotangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kuchunguza matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka huu na siku zilizofuatia, iliyotangazwa Novemba 18 mwaka huu, kwa kile ilichokidai baadhi ya wajumbe walioteuliwa wao wenyewe wanapaswa kuwa sehemu ya uchunguzi huo badala ya wao kuchunguza. Taarifa iliyotolewa Novemba 18 na Katibu Mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu imeeleza kuwa tume hiyo inajumuisha wajumbe wote kutoka ndani ya Tanzania, wakiwemo maafisa wa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama, ambao wengine wenyewe wanapaswa kuwa sehemu ya uchunguzi huo badala ya wao kuchunguza. Aidha, ACT Wazalendo imesema kuwa hatua hiyo si chochote bali ni dhihaka kwa wale waliofariki dunia, majeruhi na familia zilizofiwa katika matukio haya ya kinyama, na kusisitiza kuwa hii si tume ya haki bali ni jaribio la kuficha makosa na kuwalinda waliohusika katika unyanyasaji huo. Chama cha ACT Wazalendo kinaweka wazi kwamba hakitashiriki kwa namna yeyote ile katika uchunguzi utakaofanywa na tume hii. Hatutatoa ushahidi wala kutoa ushirikiano wowote, kwani tunatambua kuwa ni chombo kisicho huru na kinachotegemea maagizo ya serikali, imesema taarifa hiyo. Badala yake, ACT Wazalendo tunataka kuundwa kwa tume huru kabisa ya kimataifa itakayokuwa na wajumbe kutoka nje ya Tanzania, kama vile wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola, Commonwealth, Umoja wa Afrika, taasisi za kimataifa za haki za binadamu au vyombo vingine vya kimataifa vinavyotambulika kwa kutetea haki na uwazi. Hii ndiyo njia pekee itakayoweza kutoa haki kwa wahanga na kuzuia matukio kama haya yasijirudie tena, imesema sehemu ya taarifa hiyo iliyotolewa na chama cha ACT Wazalendo. Chama cha ACT Wazalendo kinabaki kutoa sauti kwa ajili ya haki na demokrasia halisi nchini Tanzania. Tunatoa wito kwa jamii ya kimataifa kushiriki katika kuishinikiza serikali kutetea hili, imesema taarifa ya ACT Wazalendo.